Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kushiriki katika warsha ambayo inahusiana na masuala ya miliki ubunifu, yani intellectual property, lakini leo hasa mahususi tunahusisha miliki ubunifu na michezo au sekta ya michezo. Kwa maana ya kwamba tunaangalia au tunaangazia ni namna gani miliki ubunifu inaweza kutumika kukuza na kuendeleza sekta ya michezo. Lakini pia zaidi tunaangalia sasa, ili michezo iendelee, itumieje miliki ubunifu katika kuhakikisha michezo inaendelea, wadau wa michezo wanapata manufaa ya bunifu zao, kwa sababu tunafahamu kuna bunifu nyingi sana ambazo ziko katika au zinahusiana na sekta ya michezo, lakini sio bunifu zote zinalindwa. Faida ya kulinda bunifu hizi ni ili kuwanufaisha wabunifu, lakini pia kuwapatia manufaa kama vile ya kiuchumi na kuweza kuendeleza zaidi wanachokifanya. So tumekutana hapa na wadau wa michezo mbalimbali ili kuweza kujadili, kuangalia fursa ambazo zipo katika kutumia miliki ubunifu ili kuendeleza masuala ya michezo. Bunifu zilikuwapo tangu na tangu. Kwa nini sasa? Nini kimesukuma kuwa na warsha hii kipindi hiki? Michezo imekuwa ikionekana kama ni ushindani, ni burudani, lakini michezo ina nafasi kubwa sana katika kukuza uchumi wa timu, wa wadau, lakini pia wa taifa kwa ujumla. Sasa kipindi hiki hasa mahususi ni kwa sababu tunaelekea katika maadhimisho ya siku ya miliki ubunifu duniani, na kwa mwaka huu kauli mbiu ya siku ya miliki ubunifu duniani ni miliki ubunifu na michezo. Kwa hiyo wakati huu hasa tunapokwenda kusherekea au kuadhimisha siku hii muhimu duniani, tunaangalia ni namna gani sasa miliki ubunifu itumike ili kuleta manufaa kwa sekta nzima ya michezo. Na siku hii kwa hapa Tanzania tutaiadhimisha tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo pia tutakutana na wadau mbalimbali wa michezo na wadau wa miliki ubunifu, wawekezaji na wadau wote ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika kuendeleza michezo hapa nchini. Mada kubwa sasa hivi, habari ya mjini ni Tanzania kuwa mwenyeji wa michuano ya AFCON na Miss World mwakani. Hiyo nini kama watu wa Bela mmejipanga vipi, au uhusiano wenu na hiyo Miss World mwakani na AFCON mwakani ukoje? Nini nafasi yenu haswa katika fursa hizi za kuwa wenyeji wa AFCON 2027, lakini pia